Na mtazamaji popote pale ulipo, ikiwa leo ni siku nyingine tena kwa rehema zake Mola Jalali pekee, nimesalia katika gari hili ambalo unalolitazama hivi sasa, ambapo takriban watu 10 ambao waliokuwa wakifanya kazi kwenye hili gari, kwa maana wakishusha vioo, wamenusurika kifo baada ya kuwa wamebanwa vioo, lakini baadhi yao watatu wamepelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga. Lakini hapa niko naye mtendaji kata naelezea zaidi, lakini pia mashuhuda ambao wameweza kushuhudia tukio hili niko nao, lakini pia jeshi la zimamoto na uokoaji limeweza kuwasili katika maeneo haya, alikadhalika polisi kata naye ameweza kufika eneo la tukio kuona namna ambavyo hali halisi ilivyokuwa. Mimi naitwa Nasiri bin Nasiri. Kwa majina naitwa Muhsin, mtendaji kata Central. Leo majira ya saa 7 mchana tulipokea taarifa kwamba kuna ajali imetokea ya gari ambalo lilikuwa linashusha vioo. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanashusha hivyo vioo kwenye hilo gari kwa ajili ya ujenzi wa ghorofa katika mtaa huu wa Sakarani. Baada ya tukio hilo kutokea na kupokea hizo taarifa, tukavijulisha vyombo vyetu vya ulinzi. Nadhani vilifika kwa wakati na vikafanya uokoaji, na majeruhi hao watatu wamepata walipookolewa wamefikishwa katika hospitali yetu ya Bombo kwa ajili ya kuendelea na matibabu. Mimi naitwa Juma Hamza, ni askari wa hapa Toyota kwenye jengo la Rashidi. Ilikuja gari kushusha vioo hapa. Kwa bahati mbaya watu walifungua vioo pale, walifungua. Baada ya kufungua walitingisha sanduku lile, ndio vioo vikayumba. Ndio wawili wakabanwa, tukafanikiwa kutoa mmoja naye ndio tukapiga kelele, tukapata msaada kwa Samaria wema, wakaja akatusaidia tukamtoa. Wakati mnashusha vioo, vioo vilikuwa pengine vingapi na makubaliano na tajiri yalikuwaje pengine kwenye hii kazi? Okay, of course vioo viko takriban 500 mpaka 600. Sababu ni vioo ambavyo viko katika container ya gari, na container ya gari ndio hii ambayo nimeitegea mgongo nikiwa nazungumza. Naona bwana. Na katika makubaliano ya hii kazi katika kuifanya kushusha vioo kwenye hii container ilikuwa ni kwamba gari nzima imeshushwa kwa shilingi 100,000 taslimu hela ya Tanzania, na hiyo pesa inabidi igawane na watu 10, na ndio ambao tulikuwa tukifanya kazi. Naona bwana, lakini katika kufanya hata hiyo kazi tulijaribu kuomba sana hata tuongezwe pesa, sababu pesa ni ndogo, mpaka tuligaili. Katika kugaili tajiri akaanza kujibu jeuri, anadai wewe kama hutaki kufanya kazi unaweza kuondoka tukatafuta watu wengine, sababu anaamini kwamba watu wenye njaa ni wengi mitaani, atawaleta wengine watakuja watafanya hiyo kazi. Naona bwana, lakini katika kuendelea kukaa kusikiliza maelekezo, pengine labda atabadilisha ongeze pesa, kumbe alisubiri majibu kutoka kwetu kwamba ndio tunafanya au hatufanye. Lakini sisi tuliamua moja, kutokana kwamba kwenye ile eneo tulikuja muda mrefu sana, tumekuja asubuhi kuisubiria hii kazi, lakini gari imekuja karibia mida ya saa 4 kuelekea saa 5. Naona bwana, na sasa ikaona kwamba hatuwezi tukaacha kufanya kazi turudi bila hela, hapa tumekuja na tumelala, tumeshapoteza muda. Naona tumepoteza muda mrefu, tumekaa mpaka gari inakuja, tukaamua tu tufanye kazi kuliko kutokufanya kazi, ili tuweze kupata chochote kile hata kama tukirudi mtaani. Pole sana. Frank, leo tatizo limekwisha tokea. Ni ada, ni utaratibu wa hizi changamoto kila siku, ama ni leo tu katika majibizano wewe na bosi wewe? Yani changamoto kama hizi hapa sio kwamba ndo zinaanza kujitokeza. Changamoto kama hizi hapa kwa kazi kama hizi imeshakuwa kama vile, yani ni jambo yani kama unavyoona ni la everyday, la kila siku, kama unavyoona barabara inapitwa na gari, sababu sio hapa. Ofisi ziko nyingi za ndugu zetu Waarabu, Wahindi, tunafanya nao sana kazi. Tunafanya nao sana kazi, ila sema kwamba hata kama ukiumia, kama umekatwa hata na bati, upo katika ofisi yake, ina maana yeye haijalishi kwamba umeumia, atakwambia fanya kazi mpaka kazi umalize. La sivyo kama ukiacha kazi, jua kwamba uwezi kupata chochote kitu. Kwa cha kuwashauri, nadhani inabidi tu serikali watazame sana hata kwa jicho la tatu, iweze kuwafahamisha, kuwaelimisha, wajue kwamba hata kwamba sisi wenyewe wanaotupa kazi watujue umuhimu wetu na thamani yetu, sababu sisi pengine labda tunaweza kama tunasaidiana kinamna, japokuwa mimi natumia nguvu yangu, yana nipa pesa, ila bado inabidi aniangalie mimi kama binadamu mwenzie.